Ndugu waandishi wa habari, karibuni sana katika kikao chetu cha leo. Na ajenda yetu ya leo katika kikao hiki ni swala la tume ya Jaji Chande ambayo iliundwa na Mheshimiwa Rais tarehe 18 mwezi wa 11 2025. Tukio hili ni tukio kubwa ambalo linaendelea sasa hivi hapa nchini kwetu, nasi tukaona leo tulizungumzie. Na ndugu zangu, kama tunavyofahamu kwamba nchi yetu ilifanya uchaguzi wa rais, wa bunge na madiwani Oktoba 29 mwaka 2025. Na baada ya uchaguzi uligubikwa na matokeo makubwa mawili. Kwanza ilikuwa ni maandamano ambayo hatimaye ilitokea vurugu, lakini pia yakafanyika mauaji makubwa sana ya raia. Haya ni matukio makubwa mawili ambayo yaliyotokea katika uchaguzi ule wa Oktoba 29, 2025. Baada ya kutokea matukio haya makubwa, kulikuwa kuna wito wa makundi mbalimbali ya kijamii ambayo yalikuwa yanamuomba rais au yanamshauri rais kwamba aunde tume huru ambayo itafanya uchunguzi wa kina ili iweze kufahamika kile kilichotokea, na wale ambao watakaofahamika kwamba ni source au ni chanzo basi waweze kuwajibika. Miongoni mwa waliotoa wito kwa Mheshimiwa Rais ni pamoja na sisi Shura ya Maimamu Tanzania, na sisi tulitoa wito huo kumwomba rais kwamba ni vizuri ikaundwa tume huru ambayo itafanya uchunguzi wa kina juu ya jambo lile, na hatimaye hatua stahiki ziweze kuchukuliwa. Lakini kwa ilivyotokea ni kwamba Mheshimiwa Rais hakutekeleza ule wito wa wananchi wa kuunda tume huru, lakini badala yake aliunda tume ya kwake mwenyewe kama rais, na aliunda tarehe 18 mwezi wa 11 2025 na akaitangaza tarehe 20 mwezi wa 11 2025, na baada ya kuunda tume akaipa hadidu rejea, ambazo zile hadidu rejea zilikuwa zinaelekeza wale watendaji wa tume nini wanachotakiwa kufanya. Baada ya uamuzi huu, makundi mbalimbali hayakukubaliana na tume iliyoundwa, na hata sisi Shura pia hatukukubaliana na tume iliyoundwa, na sisi tulitoa tamko vile vile la kwamba hatukubaliani na tume iliyoundwa. Na wananchi waliotoa hoja hii pamoja na tukiwemo Shura ya Maimamu tulikuwa tuna sababu za msingi za hoja. Miongoni mwa hizo ilikuwa ni kwamba tume inatakiwa kuchunguza sababu na nini kilichotokea katika ile tukio la Oktoba 29, na miongoni mwa watu au taasisi au vyombo ambavyo vingeweza kuchunguzwa ni pamoja na vyombo vya usalama ikiwemo jeshi la polisi. Sasa ikiwa rais ataunda tume ya uchunguzi wakati vile vyombo vya usalama vinawajibika kwake, ni wazi kwamba ni vigumu sana, itakuwa ni sawa na kwamba anaunda chombo cha kujichunguza yeye mwenyewe au anaunda chombo cha kuchunguza mamlaka zake. Mgongano wa maslahi ni mkubwa na ni vigumu kwa chombo kama kile kuweza kufanya upembuzi wa kina na kutoa mapendekezo yatakayoweza kuwa na matokeo mazuri. Kwa hivyo hizi ni sababu ambazo zilitolewa na watu ambao waliona kwamba haikuwa sawa sawa kwa rais au Mheshimiwa Rais yeye kuunda ile tume, na mapendekezo yalikuwa kwamba iundwe tume kwa kutumia mamlaka nyingine, hata mamlaka za nje zile ambazo pengine sisi tumefunga nazo mikataba
zipo mamlaka kubwa ikiwa ni pamoja na Umoja wa Mataifa, Umoja wa Afrika na kadhalika, kwamba angalau kile chombo kiwe ni chombo ambacho ni huru. Baada ya hapo tume, huo ndio msimamo wetu kwanza sisi Shura ambao tuliuchukua, na mpaka leo msimamo wetu ni huo, kwamba tume iliundwa nje ya misingi ambayo ingeweza kuleta matokeo mazuri, na tukaona kwamba msimamo wetu ni kwamba ni kuitambua ile tume. Lakini leo tunajadili swala la tume. Sisi tunajadili swala la tume kama tukio kubwa ambalo limetokea, na tuna wajibu wa kuchangia fikra na nini pengine ambacho tunaona kingeweza kufaa. Kwa hivyo tunajadili kwa mwelekeo kama huo na tutatoa mapendekezo yetu. Hivi ndivyo ambavyo au ndo makusudio ya hiki kikao chetu cha leo katika kipindi hiki tulichonacho. Waraka wetu una kurasa nyingi sana. Una kurasa takriban 12 na hatutaweza kusoma wote kama ulivyo, lakini tutaeleza kwa muktasari kile kilichomo ndani ya ule waraka wetu, na tunaonelea kwamba ni vizuri katika sura zilizopo tuanze na yale maoni yetu. Maoni yetu ni yepi katika hili ambalo lilotokea, na tumeona tufanye hivyo kwa sababu kati yenu ni waandishi, kuna wengine ni waandishi wa magazeti ambao mnaondoka haraka. Kwa hivyo mkipata ile conclusion, yani ule mwisho kwenye yale mapendekezo na baadaye akaja yale maelezo, mkipata kidogo, nafikiri mnaweza mkawahi kwenda kutengeneza taarifa zenu. Kwa hivyo tutaanza na yale mapendekezo ambayo yako mwishoni kwa ule waraka wetu, alafu tutarudi katika maandishi ya maelezo yale ya ule waraka wenyewe. Mapendekezo ya waraka wetu yako mapendekezo au maoni takriban 11, lakini tumeyafinya kwa muhtasari wake. Tumefanya mapendekezo 4 katika jambo hili. Pendo la kwanza tunasema kwamba tunamwomba Mheshimiwa Rais aachie ripoti ya tume aliyoiunda ili iweze kusomwa na wananchi kwa ujumla. Ukisoma ule muktasari wa ripoti ambao uliosoma Jaji Chande, mwenyekiti, ilikuwa inaonyesha kwamba baada ya kuwasilisha kwa rais, halafu ile ripoti itawasilishwa kwa wananchi na wananchi wataisoma kwa ukamilifu. Haya ni maelezo ambayo ukiangalia yamo ndani ya ule muktasari wa ile ripoti ya uchunguzi ya Jaji Chande. Lakini rais alimjibu katika kikao kile Jaji Chande, akaonyesha kwamba hii ripoti ni mali yake na ni kwamba hawezi kuitoa kwa watu wengine. Lugha iliyotumika ilikuwa inafanana hivyo, kwamba hawezi kutoa, lakini alionyesha kwamba ile ripoti ni mali yake. Na mpaka leo tunapozungumza kwamba ripoti hiyo haipo mahala popote pale, kwa maana hiyo haijawafikia wananchi na wakaisoma. Ni muhimu rais akaachia hii ripoti kwa sababu ilikuwa inachunguza haki za msingi sana za wananchi. Ilikuwa inachunguza mauaji na watu kama tunavyoona kwenye ripoti wamekufa kwa idadi kubwa, lakini ilikuwa inachunguza vile vile juu ile tukio la vurugu na hasara ambayo iliyotokea vile vile, kwa maana kwamba iweze kufahamika kwamba ni nani ambaye alisababisha zile vurugu na chanzo chake kilikuwa ni nini. Kwa hivyo ni ripoti ambayo ilikuwa inachunguza haki za msingi sana za wananchi. Kwa hivyo kuzuia ni kuwanyima wananchi zile haki ambazo ni za msingi, na ukizingatia jambo hili limeogawa wananchi kwa muda mrefu, na lengo ilikuwa ni ya kuundwa tume, ilikuwa ni kufanya ule ukweli ufahamike ili wananchi waweze kupata mwelekeo namna moja. Kwa hivyo katika yale mapendekezo yetu, moja ni hilo kwamba rais aachie ile ripoti kamili ya tume iweze kuwafikia wananchi na wasome kwa ukamilifu wake. Lakini jambo la pili, tunaona bado kuna hitajio la tume huru ya uchunguzi ambayo itachunguza kwa kina tukio la tarehe 29 Oktoba 2025. Ni tukio kubwa sana. Kwa hiyo kuna ombwe kubwa la taarifa, na inaonekana wazi kwamba taarifa haziwezi kupatikana katika utaratibu huu ambao tunakwenda nao sisi hapa nchini Tanzania
isipokuwa ni kwamba ni pale ambapo tutakapoweza kupata, inarudia kule kwa kuunda ile tume huru, tunaweza tukapata ripoti kamili ile jambo letu. Kwa hivyo kwa kimsingi, la pili ni kwamba tunaona kwamba bado kuna umuhimu wa kuunda tume itakayochunguza kwa kina tukio lile la tarehe 29 Oktoba 2025. La tatu ni swala la maridhiano. Swala la maridhiano tunasema kwamba yafanyike maridhiano, lakini kwa na masharti, baadhi ya mambo ya msingi ambayo sisi tunahisi kwamba ni hayo kwanza yatekelezwe. Kwanza kabisa, viongozi wa serikali wakiri au kuonyesha kwamba tunalo tatizo hapa nchini kwetu Tanzania. Tuna tatizo kubwa, na miongoni mwa hao ni tatizo la ombwe la uongozi wenye uzalendo na uliokuwa tayari kuwatumikia wananchi kwa kiasi kile ambacho kinachotakiwa. Lakini kwa sababu ukiangalia hali inayoendelea hivi sasa Tanzania na ukiwasikiliza viongozi wetu, hawaonyeshi kuonyesha kama kuna tatizo, na sana wanaonyesha kwamba tatizo liko kwa wananchi wenyewe, labda na wale wakosoaji, lakini wao wenyewe viongozi watawala wakubwa wanajihisi kwamba wenyewe ni watakatifu na ni watu ambao wako sawa sawa, isipokuwa wananchi ndio tatizo, na wale ambao wanaikosoa serikali au mamlaka zingine, basi hao ndio wanakuwa ni tatizo. Kwa hiyo kwanza, viongozi wakiri kwamba katika hali tulionayo sasa hivi Tanzania kweli kuna tatizo ambalo lipo. Hilo moja katika kuendea maridhiano. La pili, kuondoa uadui uliopo. Ni muhimu sana kuondoa yale mambo yote ambayo yanapelekea uadui, ikiwa ni pamoja na kuzingatia makesi ya kubambikiwa watu. Kuna kesi nyingi sana za kidini, kuna kesi za kisiasa. Waislamu ni waathirika wa makesi haya ya ugaidi kwa muda mrefu sana. Wamekuwa wanapewa makesi ya ugaidi na wanafungwa, wengine wanafungwa miaka 50. Katikati hapa tumeona Waislamu 6 ambao walifungwa kwa madai kwamba walitaka kupindua serikali. Walitaka kupindua serikali ya Tanzania na kuweka serikali ya Kiislamu, na wakafungwa miaka 50. Watu sita wanawezekanaje wakapindua serikali? Sasa haya ni makesi ya kubambikia. Lakini pia kuna mashehe ambao wamehukumiwa kunyongwa. Hivi tunavyozungumza leo hii wapo gerezani. Ni makesi ya kubambikiwa. Lakini kuna kesi nyingi tu ambazo ni za ugaidi ambazo mashehe wamekuwa wanabambikiwa. Lakini kuna kesi za kisiasa ambazo viongozi wengi wa vyama vya upinzani wamekuwa wakikamatwa na kuwekwa ndani. Hivi sasa tunavyozungumza kuna mwenyekiti wa chama cha demokrasia yumo ndani. Haya makesi ya namna kama hii ni lazima yafutwe, yaondolewe katika kuendea maridhiano vile vile. Lakini vile vile kuna swala la kuna yanayofanana na hayo kwanza yaondolewe vile vile. Lakini hata maboresho vile vile ya jeshi la polisi kama yalivyopendekezwa kwenye tume ya haki jinai na mapendekezo mengine, kwa sababu hiki ni chombo ambacho kimechangia sana kujenga mahusiano mabaya baina ya wananchi na serikali. Lazima kuwa na maboresho. Jeshi la polisi libadilike liwe ni jeshi la huduma badala ya kuwa ni jeshi la kutumia mabavu. Kwa hivyo hizi ni nukta ambazo kwenye waraka wetu tunaweza kusema kwamba huu ni muhtasari wa yale ambayo yako kwenye zile nukta za mapendekezo, lakini kwenye waraka tutazipata kwa upana zaidi. Lakini la 4 ni mchakato wa katiba mpya, na tumesoma kwenye muhtasari wa tume wa mapendekezo ya tume ya Jaji Chande amependekeza kuanza mchakato. Sisi tunasema kwamba ni jambo zuri na lifanyike haraka, lakini lifanyike katika misingi ya makubaliano na wadau, na tuanze na uboreshaji katika baadhi ya maeneo mengine, yale maeneo muhimu sana. Kwa mfano, moja ya maboresho ambayo sisi kama Shura tunaona kwamba ni muhimu ni kuivunja tume ya uchaguzi na kuunda tume mpya ya uchaguzi, kwa sababu kwa mbele tunakwenda kwenye kura ya maoni ambayo wananchi watapiga kura ya maoni kupigia ile katiba. Kura ya maoni kama haikufanyika chini ya tume huru ya uchaguzi, ni vigumu yale maoni kuwa halali, haiwezi kuwa halali kwa mujibu wa sheria. Kwa hivyo tunasema mchakato wa katiba mpya uanze haraka sana, lakini tuanze na maboresho yale mambo ya msingi, ikiwemo tume ya uchaguzi. Haya mambo manne niliyozungumza hapa ndio mapendekezo yetu au muktasari
wa mapendekezo 11 yaliyoko katika waraka, na nisisitize kwamba kwa wale wote ambao wanatusikiliza ni muhimu waupate waraka wetu wote ambao utakuwa kwenye mtandao, wausome. Itasaidia sana katika majadiliano ya kuona kile ambacho tutakachokuwa tumekizungumza katika waraka huu.